majina naitwa Sharifu Ndauka, ni mkazi wa Simike pale, na mfanyakazi hapa stendi kuu. Tulikuwa hapa katika harakati za kutafuta riziki nini maisha, lakini kwa tumesikia kuna gari inakuja kwa spidi kutokea huku Rufaa ikawa inaelekea huku upande wa Meta, lakini sasa ile gari ilikuwa spidi sana kiasi cha kwamba hata dereva sijui alikuwa ameshindwa kumenya breki, sijui alikuwa kwa hali gani. Gari ilipitiliza moja kwa moja, na kuna bajaji ilikuwa imetoka huku sawa Azimio ilikuwa inaenda Meta. Bajaji ilikuwa inapita ambayo ilikuwa ina haki ya barabara, ila dereva alikuwa amekiuka haki kwa 100%. Aliingia moja kwa moja kwenye barabara kuu na akaenda kuivamia ile bajaji, ndio akaenda nao hadi kule ng'ambo kwenye kunaonekana kule, ndio ameenda hadi kule. Lakini kwa muda huo hapo traffic walikuwa hawapo pale, kwa sababu mimi mwenyewe binafsi nilienda pale hadi traffic kwenda kutoa taarifa, lakini walikuwa wasijui hapo ni kikao, ndio traffic wanafika muda huu hapa, baada ya watuhumiwa na mgonjwa wote kupelekwa hospitali na wengine sio wameelekea wapi. Hii ajali ni moja kwa moja ina makosa kwa mtu kwa sababu yule dereva wa gari alikuwa amelewa, kwa hata jinsi tulivyomuona alikuwa amelewa kabisa, hakupaswa kuendesha gari. Kwa hili hapa tujifunze sisi hapa, jamii nzima tunavyoona swala kama hili hapa, tukemea moja kwa moja tu kwamba madereva sisi ndio wanaotusafirisha abiria wao, inabidi tuende kwa amani. Kwa madereva waziheshimu kazi zao, wazipende kazi zao, tuangalie muda wa kazi, muda wa starehe, kwa sababu mimi naamini pombe ni starehe. Jina naitwa Nyasa ni Mvule, ni mkazi hapa stendi, nafanya kazi stendi hapa bana. Hii ajali jinsi ilivyotokea kama unavyoona hivi, hii gari imetoka huko chini huko, imetoka iko na mwendo mkali sana, yani mkali mnavyoongea hivi, mwendo mkali mno, mwendo mkali. Imefika imepitiliza moja kwa moja bila kupiga breki wala bila kufanya kitu chochote. Imetokea huku yani imefika imeingia moja kwa moja mazima mpaka imeenda kuiparamia nini ile bajaji. Bajaji alikuwa anatokea huku haelewi kitu chochote, wala hata alikuwa haelewi kitu chochote kinachoendelea, yani ametoka huko anaenda zake hivi. But mbaya gari ndio imekuja imemvaa. Ndio kama hivyo tuendelee mpaka sasa hivi, si atakuwa anaendelea aje hatujui, yani kiukweli yani. Kwa jinsi yani tulivyoona kwa bajaji anaumia, maana yani mguu umeshavunjika tayari na kiuno sidhani kama kitakuwa ni kizima kiuno. Naitwa Daniel Moseke. Ndio ni kwamba ajali iliyotokea ni gari ndogo ilikuwa imetoka huku kwa mwendo wa kasi sana, dereva anaonekana alilewa. Kutoka kwa kasi sana, bajaji ilikuwa imetokea barabara ya juu anashuka chini. Kwa hiyo gari iliyotoka chini huku, gari iliyotoka chini imegonga bajaji, imeangukia pale upande wa pili.